Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri. Wangapi wanaamini maneno niyasemayo yatatokea? Fikiri wakati huo wangemzika, tungeenda kaburini tungesema jina la Bwana. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana. Puuzi wewe, hakuna cha jina la Bwana kubarikiwa. Bado siku hujamaliza, bado hujazaa, bado hujajenga, bado hujawa dokta, bado hujawa nesi, bado hujawa profesa, bado hujawa mfanya biashara. Nataka wafanya biashara ambao watamiliki mpaka makabuni. Nataka ukamiliki kampuni ya magari, miliki kampuni ya matofali, miliki kampuni ya taasisi mbalimbali, miliki maduka mpaka watu wadogoke wenyewe, miliki nyumba ya ghorofa kaa juu, miliki nyumba za kupangisha. Saidia kwenu, saidia watoto yatima, saidia masikini, mpaka upako wa kujenga makanisa, saidia mpaka serikali, saidia mpaka watu usiowajua. Mungu kasema basi napokea. Asante mwanangu kakae. Sasa kinachotokea, Yesu akasema iko andiko katika Torati ya manabii, nimesema ninyi miungu wa wana aliye juu. Maana yake mtu anayetembea katika uwepo wa Roho Mtakatifu sio yeye akiongea, ni Mungu ameongea, akitamka ni Mungu ametamka, akisema ni Mungu amesema. Na ninataka nitamke leo, nitatamka wasio na mimba wanabeba mimba, nitatamka wasio na kazi wanapata kazi, nitatamka wanaodaiwa madeni yatakiliwa, nitatamka walioumwa wapone. Vyombo vya hekalu viliwekwa wakifu kwa matumizi ya Mungu tu, na Roho wa Mungu iliambatana na ile vitu. Ndio maana mfalme Belteshada alipotumia kuvinywa pombe na kufanyia ibada na kufanyia Mungu ibada, Mungu alimshughulikia. Kitabu cha Danieli 5:3 hadi 25. Ni vyombo vilivyotolewa katika hekalu la Mungu, ikapelekwa nchi ya uhamisho, katika nchi ya Babylon ambayo kwa sasa ni Iraki. Alitumia na masuria kunywea vyombo vya Bwana pombe. Maandiko yanasema alipokuwa anatumia vyombo vya Mungu, yani vile vyombo Waisraeli walivyotekwaga katika uhamishoni, wanapelekwa Uajemi ambaye kwa sasa ni Iraq, nchi ya Iraq. Walipotekwa wakapelekwa, yule mfalme aliteka mpaka vyombo vya hekalu. Yani kama sasa hivi tupigwe vita itokee Tanzania, tukatekwa na hivi vyombo vikatekwa, vikombe vilivyokuwa hekaluni vikatekwa. Walipoenda mfalme akaenda kutumia kwenye miungu yake, akasherekea, akatumia vile vikombe kunywa pombe na malaya. Maandiko yanasema suria, Biblia inasema suria maana yake malaya. Maandiko yanasema alipokuwa anatumia, ukutani ikatokea maneno yaliyoandikwa hivi, mene tekeli na pereshi. Maana yake ufalme wako umehesabiwa na umepimika, unakwenda kudondoka. Kitu gani kimeleta shida? Ametumia vyombo vya Bwana kwa ajili ya anasa, na vile vyombo vina Roho wa Bwana. Nataka nikwambie, nitaombea maisha yako na nguo yako itabeba upako, vyombo vyako vitabeba upako, vitu vyako vitabeba upako. Sijui kama nasikika mahali hapa. Nataka mpaka kijiko ulionayo na iweka wakifu, nataka mpaka vyombo ulivyo navyo na ziweka wakifu, shamba lako naliweka wakifu, ardhi yako na iweka wakifu, kila kitu chako na iweka wakifu. Ndio maana vitu vyovyote ambavyo vimeshawekwa wakifu, hata hiyo taa sio mali yako tena, ni mali ya Mungu. Chochote unachotoa kwa ajili ya Bwana usifuatilie tena, utapambana na Mungu. Unanielewa vizuri jamani? Na wale watu mnaojenga, unapojenga, wakati unajenga ulimuita nani aweke wakfu ya ardhi? Ndio maana wakati mwingine mashetani wanakuja na yanapata uhalali ya kukutandika, magonjwa kila sehemu, kwa sababu ardhi yako haina wakfu. Watu wanasema tunapoombea ardhi tumelogwa hivi na hivi. Kwa nini tunaweka jengo wakifu? Maana yake tunamuita mwenye ardhi awe iwe ardhi yake halali. Soma kitabu cha Danieli. Vikombe kama hivi tu, vikombe. Yani walichukua wakapeleka mpaka Uajemi, na walipopeleka kwenye ile ufalme, maandiko yanasema siku moja mfalme akaita vile vikombe vya dhahabu, akaweka na pombe akanywa. Alipoweka tu pombe, ukuta ukaandikwa mene tekeli na peresi. Maana ufalme wako umehesabiwa. Nini? Asingetumia, angeendelea kuwatesa Waisraeli. Na maandiko yanasema akanyang'anywa mpaka madaraka na akafa. Naomba vyombo vinavyowekwa wakifu heshima. Amina. Sio mali yako tena. Lakini nyumbani kwako, eneo la kazi, ni mtumishi gani, ni sadaka gani umeomba? Uliwahi kuchota udongo ukapeleka hata waombe waweke wakifu?
Ndio maana mnashambuliwa. Sema leo vitu vyangu viachiliwe. Sema vitu vyangu viachiliwe. Uko tayari? Kuna watu wengi wamepata matatizo ya kuteswa na nguvu za giza kutokana na kuvaa nguo, bangili, hereni, pete na hata dunia ya leo. Watu wengi, ngoja nikwambie, wangapi wanaamini kuna free mason? Mungu wangu nisaidie. Unajua ibada ya mwingine hata wawili ndio wanaenda kupokea leo. Narudi. Wangapi wanaamini kuna free mason? Wangapi wanaamini kuna wachawi? Wangapi wanaaminiki mtu anaweza katolewa kafara? Okay. Wangapi wanaaminiki mtu anaweza akaua mtu kufunga laana? Mnaamini? Uliwahi kuona mtu aliyefunga laana? Okay. Wangapi wanaamini kuna pete mtu akivaa sio pete za kawaida, ni pete za bahati? Wangapi wanaamini hao watu walioko kwenye hizo zama wanakuwa na pete fulani ambao wanavaa? Unaweza kukuta mwingine anavaa pete yote kwenye mikono au 2 au 3. Umeona? Unakuta kwenye hiyo pete mtu amekaa, ndio watu wamekaa pale. Kwa mtu akienda popote ana nguvu ya watu karibu 10. Yaani wewe umeibiwa nyota, huyu ameibiwa nyota, yule ameibiwa nyota, yule amekufa, yule ameibiwa nyota. Kwa hiyo akisimama kwenye biashara mkiwa ametembea na watu 5. Kwa ile neema yenu inaita tu watu huku. Kumbe iko kwenye mkono. Okay. Leo kumwambia dada moja hapa, alikuwa mwalimu tena waangalie, mnakumbuka. Yule dada alikuwa na shida fulani ya macho. Na baadaye akateseka akaenda mpaka kwa mganga. Alikuwa na shida fulani ya kupata kazi. Kwa mganga akampa na anjifu. Ile anjifu anaambiwa akitaka kupata kibali mbele ya kazi, mbele ya walimu, mbele ya nini, akiamka asubuhi anafuta nini? Akifuta, unafikiri mtu anafuta na anjifu uso wake. Kumbe afuti. Hapa anaweka vitu. Lakini anjifu, kuna watu wengine wanatembea na anjifu, kwenye ile anjifu kuna irizi katikati. Mungu anisaidie wanielewe. Na hata hapo wengine mmeshaibiwa. Nawarudisha leo. Nawarudisha leo. Sema fire. Sema nyota yangu iachiliwe. Kuna mtu naongea na wewe hapa, daftari yako iko chooni na wameondoka na akili yako. Kuna mtu naongea naye hapa, uko kwenye pete ya mtu. Yaani wewe uko kwenye pete ya mtu, au uko kwenye jeneza la mtu, au uko kwenye msitu fulani, unatumika kiskule. Ngoja nikwambie, niliwahi kuishi porini Simanjiro. Kuna baba moja, mtoto wake alizaliwa, tangu amezaliwa hajawahi kutembea wala kukua, lakini ni mtoto ambaye ndiye anatunzwa kuliko watoto wote. Yule baba ana chumba ambaye ni mke wake tu anaingia na yeye, na yule mtoto ametengewa mfanyakazi. Yule mtoto ana miaka karibu 30 kipindi kile, lakini ni kadogo tu. Lakini siku yule mtoto akitoa pofu nyingi, yaani akitoa au afanye mikono hivi, akifanya mikono hivi, kule baba yake ni pesa zinaingia. Hii dunia iache dunia hii. Unafikiri Freemason watanipenda? Juzi nilikuwa kwenye kikao hapa, mtu mmoja akasema baba, wale watu 1 2 3 hawatakuja kwenye harambee kwa sababu ni kama mtu ambaye atakuja kwenye madhabahu ni mtu ambaye atumii ushirikina. Ukiona tu mtu amekuja hapo, uelewe kwamba yuko salama. Hawana mambo ya kishirikina. Mtu anayetumia ushirikina haji. Atakuja kuchukua nini? Hata nikienda kwaomba, wakisikia tu, nikasikia juzi, kuna sehemu tulienda. Yule mtu akasema siku kwenye kikao wale viongozi waliokuwa akasema tulipotoka pale wanaitana kikao. Nani amekuja? Elisha. Ni shetani huyo. Acha wanite shetani. Nitawatandika kwenye yanga na sio anga watakufa. Lazima ifike mahali tuwe na kazi halali. Freemason watakufa. Wachawi watakufa. Maadui watakufa. Wanaotumia nyota zetu watakufa. Wanaotuloga watakufa. Waliomba nyota ya familia watakufa. Hivi unachukia nikisema hivyo? Unachukinyosha mikono kusema anayetumia nyota yetu wafe. Alafu mguse mwambie mwenzako, ukiona mtu amekuja hapa ana matatizo yake tu, na kama ana pesa zake ujue tu kwamba si pesa za ambazo anatafuta. Kwa nini? Mtu anayetumia ushirikina akanyaji hapa.